Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa kutupa tena hii nafasi kwa ajili ya utukufu wake. Kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way. Neema ya Mungu imenisimamisha tena katika nafasi hii, na niko hapa kukuambia kwa jina la Yesu ya kwamba jana imepita, leo ni siku nyingine ya kupasa kusonga mbele katika Bwana. Tuna siku nyingine tena ya kupasa kusonga mbele katika Bwana. Roho wa Mungu anaongea na wewe uliyezidiwa na jambo, uliyezidiwa na mambo hayo, na unataka kukata tamaa na kurudi nyuma. Huu sio wakati wa kurudi nyuma. Tuna ibada ya neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, ujumbe ambao Roho wa Mungu ameuachilia upate kukuinua tena, upate kukusimamisha tena. Na ujumbe wa leo ni simama na jina la Yesu likuinue hapo na usonge mbele. Nitafungua ibada hii kwa maombi. Baba Mungu, ninakushukuru. Wewe ndiwe Baba yetu wa mbinguni na duniani. Jina lako na lizidi kutukuzwa, jina lako na lizidi kuinuliwa. Ufalme wako na uzidi kuja hapa duniani kama uko mbinguni, na lolote ulitakalo ulifanye, kwa kuwa wewe ni Mungu. Baba, tunakuabudu, wewe ni Mungu. Tunakuabudu Mungu wa baba yetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Asante kwa kutupa nafasi hii tena, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika. Asante kwa maana uko pamoja nasi, na kwa Roho wako Mtakatifu Baba, tujaze Roho wako Mtakatifu, tujaze, tufurike kwa ajili ya utukufu wako. Neema yako, rehema zako na neema yako zisitupungukie Baba, katika jina la Yesu. Kama mtumishi wako, chombo chako Bwana, ninaingia katika kiti cha rehema na neema kwa damu yako ya agano jipya iliyonifanya mimi kuhani wa ufalme kwako Mungu Baba, na mtoto wako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nimesimama katika nafasi ya ukuhani katika agano la damu ya Yesu. Baba Mungu, ninatubu Baba, kwenye kiti cha rehema na neema na karibia na damu ya Yesu ya sadaka, kama ilivyoandikwa, sadaka wetu, Pasaka wetu Kristo amekwisha kutolewa. Katika jina la Yesu, kwa damu ya agano jipya, Mungu, ninakusihi rehema zako na neema yako juu yangu mimi mtumishi wako, na kuomba Baba unisamehe dhambi, makosa na uovu popote nilipokosa, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua, na uovu walionitangulia Baba, msamaha wa damu yako ukapate kupita sasa, na rehema zako Baba zikapate kupita juu yangu. Kwa damu yako ya agano jipya Bwana Yesu nioshe. Asante kwa maana kwako kuna msamaha ili jina lako liogopwe. Baba, katika jina la Yesu ndipo sasa ninatubu kwa ajili ya kanisa lako lote, watoto wako wote, wateule wako wote, juu ya kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Baba, umesema unawajua walio wako. Msamaha wa damu yako ukapite juu ya mwili wako Kristo, viungo vyako, katika jina la Yesu. Watumishi wako, watoto wako hawa Bwana, msamaha wa damu yako Baba, na kusihi rehema na neema juu yao. Wasamehe walipokukosea, iwe ni kwa kujua, kwa kutokujua, na damu yako yenye kusafisha na kuondoa hatia zote ikapate kuwatakasa sasa. Asante Bwana Yesu, msamaha wa damu yako juu ya kizazi hiki, msamaha wa damu yako juu ya kila kabila na lugha na jamaa na taifa, kwa kuwa Baba neno lako linaniambia damu yako limwagika ikamnunulia Mungu Baba sisi watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ikatufanya sisi ukuhani na ufalme kwa Mungu Baba, nasi tunatawala juu ya nchi kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Kwa damu ya Yesu tunatawala juu ya nchi. Sante Roho Mtakatifu wa Bwana, pita sasa na nguvu yako ya utakaso na neema. Roho wa neema usitupungukie Baba, tuko hapa, tunahitaji kusikia kutoka kwako tena. Takasa fahamu zetu, akili zetu zipate kupokea neno lako na kuelewa maandiko, na hili neno Bwana Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, likamuinue kila aliyeinama, likamponye kila aliyegonjeka. Neno lako mfalme wa amani likawe nuru kwa jina la Yesu kwa kila aliye gizani. Neno lako Bwana Yesu likawe upanga ulao
kwa jina la Yesu, na kufyeka na kung'oa mapando yote ambao kuyapanda Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo imekuwa. Roho Mtakatifu wa Mungu, pita na nguvu zako na uwezo wako ulithibitishe neno lako kwa jina la Yesu. Baba, nijalie mtumishi wako katika hekima yako kulisema neno lako ujasiri na hekima kwa utukufu wa Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na jina la Bwana Yesu lizidi kutukuzwa na kuhimidiwa milele na kutukuzwa milele, na ufalme wako Mungu uzidi kuja hapa duniani kwenye kila eneo la maisha yetu katika jina la Yesu. Ufalme wa Mungu uliojaa haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu ukashuke sasa kwa jina la Yesu na kulijaza kanisa lako, wateule wako. Asante Bwana, utukufu na heshima vyote vikurudie wewe Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Nami naichota damu ya Yesu na kuimwagia ibada hii damu ya Yesu, kila inapopita inapita ndani ya damu ya Yesu. Falme na mamlaka za giza na wakuu wa giza hili na majeshi ya mapepo ambayo mapepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, waliojipanga, wanaojipanga na watakaojipanga kuzuia kusudi la Mungu kwa jinsi yoyote ile, kwa jina la Yesu na watamkia mmeshindwa kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Ninawafunga kwa ufunguo wa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Hamna mamlaka katika jina la Yesu Kristo juu ya kusudi la Mungu alilolikusudia kupitia ibada hii. Sifa na utukufu ni kwa Bwana Mungu wa majeshi milele na milele. Amen. Simama na jina la Yesu likuinue hapo na usonge mbele. Huu sio wakati wa kurudi nyuma. Haleluya. Tunazidi kusonga mbele. Jana imepita, leo ni siku nyingine tena. Songa mbele katika Bwana. Songa mbele katika Kristo. Ujumbe: simama na jina la Yesu likuinue hapo na usonge mbele. Neno la Mungu katika Matendo 4 ule mstari wa 10 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema, jueni ninyi nyote na watu wote ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Nitarudia tena. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama hali mzima mbele yenu. Haleluya. Yeye Yesu ndiwe jiwe kuu la pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo zaidi ya jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa neno hili, kama maandiko yasemavyo, kwa jina hili la Yesu mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Basi na wewe leo kwa jina la Yesu Kristo usimame katika kila hali inayokusumbua, uwe mzima kwa jina la Yesu na usonge mbele. Ya jana yamepita, ya kale yamepita, tazama sasa yanakuwa mapya. Inuka uangaze, kwa kuwa nuru ya Kristo inakuzukia sasa. Nuru ya Kristo ni nini, Mama El? Nuru ya Kristo ni neno hili la Mungu linalokufikia sasa. Yesu yuko hapa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sikiliza ewe mwanadamu. Inawezekana umefika kwenye hatua ambayo unaona kabisa majina yote uliyoyategemea na kuyatumainia jana au juzi yameshindwa kukuokoa. Inawezekana ulitegemea jina la daktari, inawezekana ulitegemea jina la dawa unazokunywa, inawezekana ulitegemea jina la wazazi wako, jina la mume wako, jina la mke wako, inawezekana ulitegemea jina la marafiki zako, inawezekana ulitegemea jina la mganga wa kienyeji, inawezekana ulitegemea jina la bosi wako, inawezekana ulitegemea jina la mizimu yenu ya kwenu, lakini unaona kabisa hayaja kusaidia. Ni kweli uliyategemea hayo majina ili upate jambo fulani, upate upenyo fulani,
lakini hukupenya. Unaona hakuna msaada uliopatikana hapo. Sana sana ndio umezidi kuanguka, ndio unazidi kukata tamaa na kurudi nyuma. Nipo hapa leo kukwambia mbingu hazijayathibitisha hayo majina kuwa msaada, kuwa wokovu na kuwa tumaini kwa mwanadamu. Hayo majina uliokuwa unayategemea jana na juzi, mbingu hazijayathibitisha, hazijayapitisha hayo majina kuwa msaada, kuwa wokovu na kuwa tumaini kwa mwanadamu. Lakini niko hapa kukwambia lipo jina lipitalo kila jina, amen, ambalo hata mbingu limethibitisha, na hili ni jina la Yesu. Neno la Mungu tulilolisoma hapo linatuambia kwamba hapana jina jingine chini ya mbingu litupasalo kuokolewa kwalo zaidi ya jina la Yesu. Kwa hiyo jina la Yesu linaokoa, lina uwezo wa kukuokoa na kukunyanyua hapo ulipo na kukufanya usonge mbele tena. Jina la Yesu linaweza kukufungua kila kifungo na kukuvusha kila mahali. Kivipi au kwa nini, Mama El? Wafilipi mlango wa 2 ule mstari wa 9 mpaka 11. Hapa tunapata jibu. Jibu gani? Jibu ya kwamba jina la Yesu linaweza kunifungua katika kila kifungo na kunivusha kila mahali. Wafilipi 2 mstari wa 9 mpaka 11. Neno la Mungu linatuambia, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Nitafafanua kukuonyesha jibu la hili nililokuambia. Kwa hiyo, kwa sababu jina la Yesu limepita kila jina, basi jina la Yesu liko juu ya kila jina la tatizo ulilo nalo sasa. Jina la Yesu kwa sababu limepita kila jina, jina la Yesu liko juu ya tatizo lililokukwamisha sasa. Kwa hiyo haijalishi huo mlima mbele yako una jina gani, tambua tu kwa neno hili lipo jina kuu. Jina la Yesu liko jina kuu, liko jina juu ya kila kifungo kilichokufunga sasa. Haijalishi hicho kifungo kina jina gani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa, si Wafilipi 2 inatuambia, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kwa hiyo mimi nakwambia hivi, kwa sababu jina la Yesu limepita kila jina, basi jina la Yesu liko juu ya kila jina la tatizo lililokukwamisha wewe. Haijalishi hilo tatizo lina jina gani, haijalishi huo mlima una jina gani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lipo jina la Yesu. Mlima wako sijui una jina gani? Mlima wako una jina la ugonjwa, mlima wako una jina la kuanguka na kurudi nyuma na kukata tamaa, jina la umasikini, jina la kudharauliwa. Mlima wako una jina gani? Jina la masumbuko, mlima wako una jina gani? Lipo jina lipitalo kila jina, na hili ni jina la Yesu lenye kuzidi hayo majina. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kutokana na neno hili, kwa sababu kwa jina la Yesu kila goti linapigwa. Sikiliza, hii Wafilipi inatuambia, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo, kwa sababu jina la Yesu, kwa jina la Yesu kila goti linapigwa, la vitu vya juu mbinguni 1, la vitu vya chini duniani 2, na vitu vya chini ya nchi, yaani kuzimu. Maana yake nini, Mama El? Maana yake vya juu vinasalenda kwa jina la Yesu, vinatii kwa jina la Yesu. Vya duniani vinasalenda kwa jina la Yesu,
vinatii kwa jina la Yesu, na vya kuzimu vinasalenda kwa jina la Yesu, na vinatii kwa jina la Yesu. Kuzimu inatii na kusalenda kwa jina la Yesu. Basi kwa neno hili hakuna kizuizi chochote ambacho jina la Yesu hakitaweza kukiondoa kwenye maisha yako, na ndivyo inavyokuwa sasa katika jina la Yesu. Heri wewe uaminie. Neno la Mungu katika Matendo 2 mstari wa 21, nitamaliza na neno hili. Neno la Mungu linasema, na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana Yesu ataokolewa. Na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana Yesu ataokolewa. Na itakuwa kila mwanadamu atakayelitia jina la Bwana Yesu ataokolewa. Wokovu ni kwa wale watakaoliitia, na uwezi kuliita jina la Yesu kama uliamini. Sikiliza, utakuwa ni mtu usiyesaidika kama leo hii neno la Mungu linakuambia uchukue hii hatua upate kuokolewa na hayo yote yanayokusumbua, upate kusonga mbele, lakini wewe huchukui hii hatua, bali umebaki umezimia hapo, usonge mbele. Utakuwa ni mtu ambaye usiyesaidika. Embu simama leo, uliamini na uliitie jina la Bwana Yesu lipate kukuokoa katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Tunaita jina la Yesu, tunaita jina la Yesu, tunaita jina la Yesu. Hakika tunashinda. Naita jina la Yesu, naita jina la Yesu, ninaita jina la Yesu. Hakika ninashinda. Imba, ninaita jina la Yesu. Haleluya. Ninaita jina la Yesu. Haleluya. Ninaita jina la Yesu. Hakika ninashinda. Ambayo uko tayari kuamini, umeamini, karibu kwenye maombi haya. Utasema, Bwana Yesu, kwa jina lako lililo kuu kupita majina yote, ninakuja kwako leo. Ninakuomba unisamehe dhambi na maovu yangu yote, na unisafishe kwa damu yako takatifu ya Agano Jipya iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu. Bwana Yesu, ninakukaribisha ndani yangu na kwenye kila eneo la maisha yangu. Uwe Bwana wangu, Mwokozi wangu, mfalme wangu na mkombozi wangu. Bwana Yesu, kwa moyo wangu ninakuamini, na kwa mdomo wangu ninakukiri kuwa wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na ninakiri ya kwamba Mungu Baba alikufufua katika wafu. Bwana Yesu, nina kiu na maji ya uzima. Ninakuomba unibatize na kunijaza kwa Roho wako Mtakatifu sasa. Bwana Yesu, leo hii nimelisikia neno lako na nimeliamini. Na kwa neno hili ninasimama, ninaliitia jina lako Yesu sasa kwenye kila eneo la maisha yangu, na juu ya kila mlima unaofuatilia maisha yangu, naliitia jina la Yesu sasa, katika jina la Yesu. Sasa wewe ambaye umesema maneno haya,
tunaenda kuliitia jina la Yesu mara 7, na unatamka mara 7 ya kwamba Yesu, Yesu mwana wa Mungu uliye hai. Unaliita jina la Yesu ukisema Yesu mwana wa Mungu uliye hai, Yesu mwana wa Mungu uliye hai, Yesu mwana wa Mungu uliye hai, Yesu mwana wa Mungu uliye hai. Yesu tunaita mara 7 na jina la Yesu linakwenda kukuokoa. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, naliitia jina lako. Tunaanza 1. Yesu mwana wa Mungu aliye hai, naliitia jina lako kwenye maisha yangu. 2. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, naliitia jina lako kwenye kila eneo la maisha yangu. 3. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, ninaliitia jina lako kwenye kila eneo la maisha yangu. 4. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, ninaliitia jina lako kwenye kila eneo la maisha yangu. 5. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, ninaliitia jina lako kwenye kila eneo la maisha yangu. 6. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, ninaliitia jina lako kwenye kila eneo la maisha yangu. 7. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, naliitia jina lako kwenye kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu. Wote tuseme asante Bwana Yesu, kwa jina lako kuu nimeomba na kupokea wokovu huu ulio mkuu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Nakwenda kumshukuru Mungu. Baba, nasema asante kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa kuwafungua watoto wako kwa jina lako Yesu lipitalo majina yote, lenye kutuokoa. Limesimama sasa kwenye maisha ya wateule wako. Linaokoa, linauisha, linafufua. Ni jina lako Yesu. Ni jina lako Yesu lenye kutushindia vita vya siri na vya wazi. Baba, nakushukuru kwa ajili ya kila mmoja aliyeliitia jina lako. Hakika kama ilivyoandikwa, na kila atakayeliitia jina lako ataokolewa. Ndivyo imekuwa katika jina la Yesu. Naifunika ibada hii kwa damu ya Yesu, kwa utukufu wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na ninawafunika watoto wako hawa kwa damu yako Bwana Yesu ya agano jipya katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Amen. Mungu akubariki sana na damu ya Yesu ikufunike. Na karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi. Mungu akikupa kibali, karibu. Jumlisha 255-718-193144. Na namba nyingine ni jumlisha 255-769-145925. Damu ya Yesu ikufunike. Amen.